Yes, bwana, jana tulishuhudia mechi ya ligi kuu ya Tanzania bara, ligi kuu ya NBC kati ya Young Africans ambao walikuwa nyumbani dhidi ya Mashujaa wa Lake Tanganyika katika ardhi ya Dar es Salaam katika uwanja wa KMC Complex. Ni mechi ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu na mashabiki wa Young Africans, kwani walikuwa wana imani wanakwenda kuiangalia Young Africans mpya, kwa maana ya Young Africans ambayo ndani yake inaweza ika accommodate baadhi ya wachezaji ambao ilikuwa inafikiriwa kwamba wangeweza kuanza au kuanzia bench. Sasa mahususi ya session hii, jana nilipata nafasi ya kuangalia mechi dakika ya kwanza mpaka ya 90, lakini kutokana na mazingira ambayo nilikuwa nayo nilishindwa kuja hapa mbele yenu na kuzungumza mawili matatu katika kile ambacho nimekiona so far. Naweza kusema Young Africans kuna bomu zito ambalo wanalipika au wamelipika, na hivi tunapozungumza ndo limeanza kupasuka kidogo kidogo. Young Africans msimu huu ikiwa bado hata nusu ya msimu haujafika, lakini walianza kwa kusajili wachezaji wengi kutoka mataifa mbalimbali, lakini kama wameshindwa kuingia kwenye kikosi hivi, wengi wao hawajaridhisha kile kiwango cha kusema kwamba hawa na kutumainiwa na waingie kwenye kikosi cha kwanza cha Young Africans. Lakini angalia namna ambavyo wamereact kwa haraka, namna ambavyo wamebadilisha upepo kwa haraka, kwa maana ya kusajili wachezaji wengine ambao wanaona wachezaji hawa wana nguvu, wana uwezo wa kuibadilishia Yanga hiki ambacho tunakiona leo na kuwa Young Africans tishio. Kwa hiyo wakachagua kwenda Uganda, wakamchukua Alan Okello, wakaenda Singida Black Stars, wakamchukua Mohamed Damaro Kamara, lakini pia walienda maeneo mengine ikiwemo Angola na kumchukua Depu, ingawaje alikuwa anacheza Poland. Sasa mahususi ya hii ni namna ambavyo Young Africans inaonekana leo hii. Kwanza katika defensive midfielder, kiungo cha ulinzi, tunafahamu kwamba kiungo cha ulinzi cha Young Africans wanaye Aziz Ndabwile, wanaye Duka Buya ambaye sio pase defensive midfielder, lakini sometimes wanakuwa kimtumia, lakini pia wanaye Musa Bala Conte. Sasa kwenye kikosi chao tangu alipoondoka Khalid Aucho, ni eneo ambalo limekuwa likistruggle kumpata ule kiungo wa ulinzi ambaye wanaamini huyu anaweza kaa anawafikisha katika nchi ya ahadi. Walikuwa naye Aziz Ndabwile chini ya Romain Folz, na alikuwa anacheza kwenye daraja zuri sana, lakini isivyo bahati ni yule amerudi tena kule kule, kwa maana ya hatumiki tena kwenye lile eneo kama ambavyo alikuwa Romain Folz anamtumainia kucheza katika kiungo cha kiulinzi. Musa Bala Conte na mwenyewe ambaye alikuwa anaonekana kuwa mbadala wa Khalid Aucho ameshindwa kuingia pia kwenye kikosi cha kwanza cha Young Africans. So Young Africans wakareact haraka na wakamleta Damaro Kamara. Damaro Kamara miongoni mwa strength zake kubwa ni pindi timu haina mpira, Damaro Kamara anakuwa mtu tofauti kabisa, kwa maana ya ukabaji wake. Utamwona anakaba, anafanya interception, atafanya tackling, atafanya fouls za kutosha, kwa sababu ya aina yake ya uchezaji. Ni wale viungo ukabaji wavurugaji. Kwa hiyo muda mwingi unaona amekuwa akionyeshwa kadi za njano, na sio tu Young Africans hapa, na maanisha tangu akiwa Black Stars amekuwa akiingia kwenye kitabu cha waamuzi mara kwa mara kutokana na aina yake ya mchezo. Lakini ni kiungo ambaye ana faida kwa timu kama Young Africans ambayo ina wachezaji wengi wazuri, wana press, wana shambulia wakiwa na mpira. Walikuwa wanahitaji kaliba ya mtu kama huyu Damaro Kamara, kiungo ambaye ana uwezo wa kutibua mipango ya wapinzani katika kipindi ambacho timu haina mpira, kwa sababu timu kama haina mpira manake eneo threat ni eneo la katikati. Pembeni sio eneo hatari sana, eneo la hatari ni la katikati. Ukifanya makosa eneo la katikati ni rahisi kwa expose walinzi wako na golikipa alkadhalika. Kwa hiyo walikuwa wanahitaji kiungo wa ulinzi wa daraja hili, kwa maana ya Damaro Kamara, na ameifanya kazi yake vizuri katika mechi hizi ambazo amecheza, performance nzuri ambayo ameionyesha, na bonus amefunga goli katika mchezo wa kwanza wa ligi kuu akiwa na Young Africans, kwa maana dhidi ya Mashujaa ya Kigoma. Sasa tukiachana na Damaro Kamara kama first reaction, eneo la pili ambalo binafsi nimeona wamefanya usajili wa maana ni kwa Alan Okello. Okello Alan jana alikuwa na flow
kama ambavyo Young Africans ina flow katika kiungo cha ushambuliaji. Alan Okello alikuwa anafanya vitu vingi sahihi, alikuwa anapiga pasi sahihi, create chances mbili za nguvu. Yes, lakini ni mchezaji ambaye alikuwa na movement za hatari, kwa maana ya kujua wakati gani anatakiwa kuwa kwenye eneo gani. Of course kwa Alan Okello ni mchezaji ambaye Watanzania wengi tunamfahamu kwa sababu sisi ni mashahidi wa Alan Okello tangu akiwa na Uganda the Cranes, hata kwenye finali, achana kwenye finali za Chana ambazo alikuwa anaibeba Uganda katika mabega, hata kwenye finali za AFCON ambayo inahusisha wachezaji wote, still Alan Okello alikuwa anaonekana ni mchezaji muhimu, yani key player kwenye kikosi cha the Cranes. Kwa hiyo jana ilikuwa ni muendelezo tu wa Okello yule ambaye tunamfahamu anapokuwa katika prime yake, ndiye ambaye tumemwona hapa. Sasa Alan Okello tutakumbuka kwamba aliwahi kwenda Algeria na mambo hayakwenda vizuri kule, lakini akarudi Uganda, mambo yakaja vizuri tena, na sasa hivi amekuja hapa. Starting point yake ya jana inaonyesha kabisa kwamba ni mchezaji ambaye ameanza vizuri katika ligi kuu ya NBC. Eneo la mwisho ni kwa Depu. Depu ni ingizo ambalo limekwenda kuchukua nafasi ya Andy Boyeli. Young Africans tunafahamu ni story ambayo inajulikana kwamba wana Prince Dube peke yake pale juu. Manake kuingia kwa Depu ambaye amemsajili kwa fedha nyingi, ni mchezaji ambaye anakwenda kuongeza quality kubwa ndani ya Young Africans. Huyu hana ugeni shuhurini. Ameingia akitokea bench, ameandika assist ya kwanza na ameandika bao, lakini pia alipiga shots off target. Moja ilikuwa threat, ilikuwa inakaribia kabisa nukta chache tu kupata target. Kwa hiyo yule ndo Depu ambaye tulimuona jana, Depu ambaye yupo kwenye ubora wake, Depu ambaye ni pocha, Depu ambaye muda mwingi walinzi wakifanya makosa yeye ana uwezo wa kuwasurubisha, iko kitu anaweza kukifanya. Sasa kwa Depu na Dube, hii ni combination nzuri ambayo anakwenda kuitengeneza Young Africans. Kwa nini? Kwa sababu Dube ni nambari 9 na Depu ni nambari 9, lakini wanaweza kuwa wote pamoja uwanjani. Dube akakti kama namba 10, Depu akakti kama namba 9, kwa sababu Depu ni traditional format player, yani ni ile striker ya traditional origin, ile nikisema hivyo si unaeleweka, ni wale standing strikers akina Ronaldo de Lima, kaliba ile ya washambuliaji, akina Medi Kagere, John Rafael Boko, aina hiyo ni standing striker fulani vya hatari ambayo kimsingi imepotea sana duniani kwa sasa, kwa sababu hii ndio typical strikers kwa maana ya nature. Lakini wachezaji ambao wanapikwa kuwa washambuliaji ndo kama Prince Dube. Prince Dube haonekani kuwa na kaliba ya kuwa traditional striker, anaonekana kuwa na kaliba ya mobility, yani ana uwezo wa kucheza kama kiungo. Dube ana uwezo kucheza akitokea pembeni, ana uwezo kucheza akitokea kati kwenye nambari 10 na bado akawa hatari, kwa maana ya kwa sababu ya aina yake ya uchezaji ambao anaoonyesha, ile tactical individual tactical ambayo anaionyesha, discipline yake ya uchezaji ambayo anaionyesha. So maana yake ni kwamba Dube na Depu wanaweza kucheza pamoja wote wawili wakawa uwanjani. Just imagine quality of Prince Dube, quality of Depu, wote wako uwanjani, tena wote wanakupa vitu tofauti. Huyu anakupa testi tofauti, huyu anakupa testi tofauti. Maana yake Young Africans wako imara mpaka sasa katika usajili wao. Wamefanya usajili wa maana katika maingizo hayo, ingawa wenyewe wamesema bado mmoja, ila so far tunapozungumza kwa hizi qualities ambazo wamezileta ni wachezaji wa maana kweli kweli. So hiko ndicho ambacho ningependa kuzungumza kufuatia mchezo wao wa kwanza, hawa nyota wapya ambao wametambulishwa kwenye kikosi cha Young Africans, au usajili mpya ndani ya kikosi cha Young Africans. Lakini wewe una nafasi pia kutoa comment kwenye comment section hapo, ukaniambia katika nyota hawa watatu, kwa maana ya Depu, Alan Okello, Damaro Kamara, yupi ambaye amekukosha zaidi? Nasema huyu ndo zaidi, wote wazuri, lakini huyu amenikosha zaidi. Ni yupi? Weka comment yako kwenye comment section, bila kusahau kusubscribe, na hii ni Mzinga Sports.